fulani, na kichwa cha ujumbe wangu nitasema kwamba knowledge is power. Bwana Yesu asifiwe. Knowledge is power in Jesus name. Hallelujah. Inakuwa power kwa sababu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Kwa hivyo nitasoma maandiko, maana sitaki mambo mengi, nataka kwenda moja kwa moja. Nataka nisome katika kitabu cha Waefeso lango wa 5, pale inazungumzia juu ya vita. Bwana Yesu asifiwe. 6 inazungumzia juu ya vita ambavyo tunakumbana navyo. Sasa nami nitasoma 5, alafu pale 6 mnajua vile mambo yalivyo, lakini pia tutasoma. Amen. Kwa hivyo enda nami, tafuta maandiko hayo yapate, na ni muhimu sana kwa sababu nikisoma ni vizuri na wewe pia uwe unaweza kufuatilia, kwa sababu kwa njia hiyo ndio tutajua ule ukweli, na ukweli utatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma Efeso 5 kuanzia mstari wa 6. Inasema hivi: mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Mstari wa 7: basi msishirikiane nao, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mstari wa 10: mkiakiri hapa Kiswahili kimekuwa ngumu. Mkihakiki ni nini? Yaani tuseme tu mkiweza kufikiria ni nini hasa yaliyo mawazo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni nini impendezayo Bwana. Kwa hivyo wakati mko katika hii hali ya kuweza kuenenda katika nuru zaidi, enda ukapiganie sana kujua ni nini itakayompendeza Mungu. Maana huenda ukawa uko katika kazi ya Mungu, huenda ikawa wewe ni mhubiri, huenda ikawa wewe ni mwimbaji, ama ukawa na nafasi yoyote katika nyumba ya Mungu. Lakini katika hali hiyo ya kutenda kazi, hizi viti hazina watu, na badani zikae vizuri watu waweze kuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kitu ambacho ni cha maana ni wewe unapokuwa katika hali ya kumtumikia Mungu. Je, mahali ambapo umesimama ukiangalia vizuri, unamtumikia Mungu ukiwa katika nuru ama ukiwa katika giza? Maana Biblia inasema ya kwamba vita vya watakatifu, vita vya wenye kumcha Mungu, vita hivi si vya damu na nyama, bali ni vita vya kiroho katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ephesians chapter 6 kuanzia mstari wa 12, maandiko yanasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na malaika, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. 13: kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushinda siku ya uovu.
ambavyo tunapigana hapa duniani sio vita vya ngumi, sio vita vya mapanga. Wale wanaokuja kukata watu mapanga, hata hizo ukiangalia katika ulimwengu wa roho, wametupiwa roho ya kuua na kunyang'anya na kuharibu. Kwa hivyo tukaingia ndani katika ulimwengu wa roho na tuombe na kusimamisha watu kuibiwa, kusimamisha watu kukatwa na mapanga. Katika ulimwengu wa roho watu hawatakatwa na mapanga na watu hawataibiwa. Maana kuiba ni uchawi, kuua watu ni uchawi. Ndio maana Mungu anasema msimwache mwanamke mchawi akaishi hai katikati yenu, kwa sababu yeye kazi yake ni kuua, kazi yake ni kuharibu. Na Yohana 10:10 inasema mwizi achi ila kwa kuiba, kuua na kuharibu. Lakini Yesu alikuja kwa ajili ya uzima, tena uzima tele tele. Kuna kitu ambacho nataka sana niwafichulie, jambo ambalo ni fiche, limekuwa fiche kwa wateule. Na kabla niwafichulie hiyo, nataka niwaambie siri ya mwanadamu ambaye ameokoka na hata yule hajaokoka ili apate kuingia katika wokovu. Lakini siri sana ya mwanadamu ambaye anaitwa mteule. Mteule ni yule aliyetengwa na mambo ya kidunia, ambaye ameacha dhambi, ameacha njia zake za zamani. Huyo ndiye mteule. Mwenye ametoka katika hali yake ya kawaida, yani maisha ya kidunia. Umetoka kwa masengenyo, umetoka kwa kufitiniana na wengine, umetoka kwa ulevi, umetoka kwa kula tumbako ovyo ovyo, yani vile vitu ambavyo unajua vinamkasirisha Mungu, unaachana na hizo vitu. Hiyo ndio maana ya mteule. Maana unaweza ukaokoka lakini mambo hayo yote unafanya. Ni kwa nini? Haujapita, haujahitimu kuitwa mteule. Wewe umeokoka lakini bado unaishia kwa dhambi. Hata wengine wamezuia wengine kuokoka kwa sababu wanasema ikiwa wokovu ni kama wa Dorcas, mimi siokoki. Matendo yako yamekuwa kizuizi kikubwa na umeokoka, kumbe wewe ni msaliti mkubwa katika maisha ya wokovu. Yani umekuwa wewe ni kizuizi. Maana yale matendo unayotenda, hata heri ambaye yule asiyelitaja jina la Bwana. Na Biblia inasema wale walitajalo jina la Bwana waache uovu. Kama unasema umeokoka, badilika mpendwa. Okoka na utoke katika vikundi vya wasiokoka. Maana hivyo ndivyo vinatumaliza. Na mtu ambaye anakumalizanga hatokangi mbali. Maana vikundi vya watu wasiokoka vinaanzanga ndani ya nyumba yako, ndani ya ukoo wako. Na kwa sababu ya mambo ya kuleta familia pamoja, unajikuta uko hapo ndani na wewe unachangia. Na ni lazima uchangie, lakini maandiko yanasema tuwe wise. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msemo ambao unapenda kusema, you may not understand the wisdom of God, but God knows what you think and he knows everything about you. But wisdom of God is this Bible. Bwana Yesu asifiwe. You may read the Bible and you may not understand. Why? This is wisdom of God. Until Holy Spirit reveals to you what is the meaning of the scripture, that's when you may understand the will of God in your life. And I always say, put your faith
in God no matter what. Weka imani yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya maisha tunaoishi jamani, 70%, I always say life is spiritual. But leo acha niwaambie kwa nini ninapendanga kusema life is spiritual. 70% of the life we are living, 70% is spiritual. It's only 30% is physical. 70%. Why do I have to say 70%? Your kazi yako kuipata lazima upigane. Kupata mume lazima upigane. Kupata mtoto lazima upigane. Yaani chochote unachotaka duniani hii, kuna mpinzani wako, kwa hivyo lazima upigane. Why? Part of it, your life is 70% is spiritual. 30% ni miguu hii yako inakupeleka kwenda kwa shamba na kwenda kwa kazi. Oh yes. Macho haya yanaokusaidia uende pale unataka kwenda kusaidiwa. Masikio haya yanaosikia kile utaambiwa na bosi wako. Utaitiwa kazi, lazima uongeleshwe kwa simu. Kwa hivyo 30% ni kama wheelbarrow. Yani is transport ya kukupeleka kule unaenda. But you must win 70%. Ndio uweze kufaulu hiyo 30% ukicombine 100% huwe. Yani unaelekea. But today's Christians, that so-called born again, we expect to win battles and we don't want to pray. We don't want to align our movements, our ways with God, but we want to be rich. Unataka leo uamke pesa ijae kwa mkono. Kuna mtu alianza kuamka Wednesday katika ulimwengu wa roho. Hata fasting zenye tuna fast Fridays, kuna wengine huanza Wednesdays katika upande wa giza. Hiyo ni siri na kuibia. Katika ulimwengu wa kichawi wanaanzanga fasting zao Wednesday. Maana washajua makanisa mengi walipanda mbegu ya washirika ya kwamba kesha ni Friday. Na kwa sababu hiyo washajua katika ulimwengu wa rohoni na wanaonanga na wanasikia. Maana wengi ni washirika katika makanisa. Wachawi ni washirika. Na mawakala wa shetani wengi ni washirika katika makanisa. Tena ni Wakristo, tena wameokoka. Na wanapenda kukaa viti vya mbele. Na kwa hivyo wanajua kesha huwa ni Friday. Sasa wanapanganga kesha yao katika ulimwengu wa roho. Siku ya Jumatano huwa wanaanza kukesha. Alhamisi wako kwa kesha na Friday wako kwa kesha. Alafu sisi tunakuja hapa kukesha Friday. Unamsema unasemanga swali kabla hujaswaliwa. Sijui ni mara ngapi wewe unakesha kwa nyumba yako ukiomba. Kwa sababu mimi kama mchungaji wako, mimi niko hapa tu kukupiga jamba. Gari yako betri iko down, nikupige jamba. Uendelee mbele. Sina zaidi. Maana hata mimi niko na battles zenye ninapitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo niko hapa tu. Tuje tutiane moto. Kuna gari yataka kusukumwa, isukumwe. Itoke kwa matope katika ulimwengu wa roho. Na kwa sababu ni Sunday to Sunday, maisha yanaendelea kuwa ngumu. Unangojea siku ya pastor, siku ile atakuja kanisani, ama siku ya Sunday ndio unakuja upigwe jamba. Battery imekufa kabisa. Hiyo battery imeenda. Maana inangojea jamba ya Sunday, ama inangojea jamba ya kesha Friday. Na huko mahali kwengine kuzimu wanasherekea. Mahali wachawi wanaunganika na kufanya kazi yao, wanasherekea. Tumemkamata vizuri. Tumekamata mpaka mchungaji wao. Tumekamata mpaka mama mchungaji. Tumekamata waongozi wote. Hakuna mahali wamefika. Nao Biblia inasema ukimpiga mchungaji kondoo wanatawanyika. Na hiyo roho
imeshika watoto wetu, kwa sababu sisi wazazi hatujakuwa serious. Ngoja nikupe siri moja ambayo inatumaliza sisi kama Wakristo ambao tumeokoka. Mara nyingi wazazi hufurahia sana mtoto akiombea chakula. Wanasema huyu mtoto anakuwa katika misingi ya Biblia. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja na hatari ambayo iko kwa kumwachia mtoto kuombea chakula. Kile chakula ambacho mnawekanga mezani, hamjui kule kimetoka kilipitia mikono gani. Na sasa wewe umekileta kile chakula kwa sababu unajua ile scripture inasema Mungu atabariki maji na atabariki mkate. Exodus 23:25-26. Na kwa sababu unajua hiyo, unahakikisha mtoto amefaulu, ameweza kucram hiyo scripture, so that akiombea chakula ataje hiyo scripture. Na kwa hivyo unamuencourage mtoto wako kuombea chakula. Wacha nikwambie, hii chakula ambayo tunakulanga katika ulimwengu wa roho, wana uwezo wa kuibadilisha ikawa kitu cha kukudhuru katika maisha yako. Chakula ambacho umeweka kwa meza, maana huwa wako pale mlangoni, hata mkiomba wanangoja. Maji ama kinywaji unaokunywa, vile vile tunasemanga tuna Holy Communion. Na ukiombea Holy Communion, ule mkate unakula, unaamini kuna kitu kitakuja katika mabadiliko katika mwili wako, na ile damu itasababisha kuwa mambo yabadilike katika maisha yako. Katika ulimwengu wa giza, vyakula tunavyopika kwao uvitumia kama Holy Communion yao, na si Holy, ni Dirty Communion. Sasa unaona raha mtoto akiombea chakula. Hata wengine walibatiza watoto wao mkawaita dadi njoo uombee chakula. Badala dadi mkubwa asimame aombee chakula, mtoto ndiye anakimbia. Kwa hivyo dadi amekuwa replaced na mtoto anaombea chakula. Mami kimbia uombee chakula. Mfikiri mama watoto ndiye atatoka pale yuko aje aombee chakula, kuna kama mimi kadogo kamekuja kureplace mami mkubwa aombee chakula. Na una expect hiyo jina uliyopea mtoto Mungu akubali hata hayo maombi yaende through. Ataenda through wapi? Biblia inasema a spoken word does not come back void. It has to accomplish. The same way rain comes from above shall never go back without accomplishing the mission. So watch out. Chenye unaongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuombea mtoto, kuombea chakula, mfundishe kuombea vitu vyake anavyokula, lakini wakati wa kuombea chakula, kama unaweza mfundishe pia jinsi ya kutamka na kuondoa chochote. If God blesses the food, it does not mean kama kulikuwa na demon imeondoka. You have to cast out the demon. Mungu alimpa mwanadamu mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anajua kutoka yeye ni wewe, not angels, ni wewe. Kama ingekuwa ni angels, angesemanga angels wakae kwa sitting room wakati wa chakula, pia wao washiriki kuombea chakula. Lakini Mungu ameweka angels pale wa kulinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama tumeachia watoto kujanga kusema, wengine nasikianga wakisema oh Lord who is in heaven, oh forgive us what we have done, so that if we forgive our sins, those who have sinned against us, you also forgive us. Thank you Lord, because you are everlasting, you are God, we thank you. Amen. Sima imetajwa wapi hapo? Mchele umetajwa wapi hapo? Chai imetajwa wapi hapo? Huyo ni mtoto ameitwa ombee chakula. Mwingine atasimama aseme, oh God, thank you for this food you have given us. Amen. Yes, amekupatia, lakini kule ilitoka, ujui imepita bridge kati kuja kukufikia. Even some of you mmekaa maskini kwa sababu ya kula vyakula ambavyo kule zilitoka zimetumwa na roho ya umaskini. Ni vitu ambavyo tunafaa kuelewa
katika ulimwengu wa roho. Nimewaambia 70% our life is spiritual. So chochote kile unachokula, si hata Biblia inasema kenye kinaingia ndani kinadhuru. Chochote unachokula, una hakika gani na hujatoa kwa shamba yako? Hata pesa unaopewa ukirudisha change, umenunua vitu narudisha change, hujui pesa hizi zimetoka wapi. Unafanya biashara kuanzia asubuhi, ikifika jioni ukihesabu pesa 85% ya hiyo pesa ya faida hakuna, imeenda. Kumbe kuna chuma ulete anafanya kazi hapa jini ambayo inaitwa chuma ulete. Wewe kusanya faida, mimi nitaenda na 85%, 15% ndio utaenda nayo. Alafu 10% ukatoe kanisani. Na huko kanisani pia haifikani. 10%. Wewe imagine faida yako yote unakuja kuta ni 5% out of 100%. Hata hizi mavazi unaona tunavaa mavazi yanaweza kufanya geji yako ya kiroho ishuke polepole bila kujua. Maana mavazi mengine unakuta mtu unavaa, pengine yanatangaza ufalme wa giza lakini hujui. Sasa wewe huku unasema Bwana Yesu asifiwe, lakini nguo unaovaa nyuma inaenda ikitukana watu, ikiwaambia mtakipata. Ama imechorwa picha ya skull, na wenye mnaelewa maana ya skull ni maana yake, si mnaelewa katika ulimwengu wa roho. Mkienda huko kwa ufalme wa giza huko kwa Freemasons wapi, hizo ndizo sainsi zao wanawekana kwa milango yao. Haya, wewe umevaa hii unasema ashindwe, na huko unamwadvertise unayemwambia ashindwe. Sasa atashindwaje na wewe mwenyewe umembeba mgongoni? Umembeba mgongoni na unasema ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. So mavazi, maana kuna mavazi nasikianga yanaitwa mavazi ya Jumapili, Sunday, your Sunday best. Kumaanisha the other days from Monday mpaka Saturday, hapo kama kuna kwaya hapo utajaribu and just a little bit 50% of Sunday best, so that 100% Sunday best itakuwa tofauti. But hapa katikati ya wiki, hata tukikutana kule nje, kama uogopi Mungu unaniogopa mimi, itabidi uniepe. Ama ongojee kwanza nipite ndio kweze. Wangapi mshaiona hiyo? Mimi nishaishuhudia mara nyingi mahali. Tukiwa ile kanisa kubwa tulikuwa, mchungaji amesema unaweza kuwa huko kanisa kubwa, lakini ndani umefuga mbwa mwitu wamejaa hapo. Little foxes wako hapo kwa kanisa. Yeye anachungwa na mwanadamu, yeye achungwi na Mungu. Yaani ile hofu ya Mungu ya kutenda mambo mazuri wakati ambao mwanadamu akuoni hakuna. Wewe wanataka tu uchungwe na mwanadamu. Utachungwaje na mwanadamu ambaye yeye mwenyewe ako mbioni kufaulu maisha haya, na huyo mwanadamu ndio unataka akuchunge? Utafaulu lini? Na mpaka yeye anayekuchunga afaulu, ndio wewe unayechungwa pia kufaulu. Hivyo ndivyo tunakuwa mahali pamoja, huwa tunakuwa. Maana mimi na kuangalia wewe na wewe unaangalia mwingine, na Biblia inasema amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Kuna mambo matatu hapa nataka kuambia ambao sasa yameendelea kumeza kanisa. Kanisa hili haliwezi kuwa kanisa kama si wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa mahali tulipo hapa sasa, this is the sacred place or sacred altar of God, mahali ambapo ni madhabahu ya kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoingia kwa ule mlango kuja mpaka hapa kwa hii nyumba hapa pote hapa, hata in fact uingia kwa ile gate, unafaa uishi nguvu za Mungu. Kwa nini? Umefika mahali ambapo ni pa kukutana na Mungu wako. Umefika mahali ambapo ni patakatifu. Bwana
Yesu asifiwe. Ndio maana huwa anakuanga strict. Mtoto atulie, kwa sababu maombi mengine tunaombeanga watu, tunaombea kwa sababu ya mambo ambayo yanamkwaza Roho Mtakatifu. Ndio watoto wetu ni innocent. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui, lakini tunawaombeanga hata wakiwa kwa nyumba ya Mungu kama hii, watulie. Amen. Na ninashukuru Mungu hapa watoto huwa wanatulia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo zinakuanga katika ngazi ili uweze kufaulu katika maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikiwa hapa nimesimama katika altar. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya Mungu. Na mimi ndio pastor. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anafanya kazi na madhabahu ambayo kuna pastor ambaye anaabudu Mungu katika kweli na katika roho. Mungu afanyi kazi kwa madhabahu ambayo yule mchungaji anaabudu vitu vya kuzimu. Mungu hayuko hapo. Na ndio maana hata ukapeleka sadaka yako hapo, itajibiwa na kuzimu, haitajibiwa na Mungu. Ukapeleka maombi yako pale, yatajibiwa na kuzimu, hayatajibiwa na Mungu. Kwa sababu gani? Yule ambaye ameweka hayo madhabahu anaabudu mizimu, nguvu za wachawi. Kwa hivyo sadaka yake inaongea kwa wachawi, na vitu vya wachawi ni vya muda, lakini kile cha Mungu ni permanent. Mungu akikuponya ni permanent. Lakini kuna kanuni moja, lazima utembee sawa sawa na Mungu. Kuna watu ambao ni Wakristo, washirika wanajiita Wakristo, lakini wana tabia za tumbili. Tumbili kazi yake huwa anakuja anashika embe, akiuma, akikuta halijakuwa sawa anatupa. Kwa hivyo roho ya kuwaste. Unakuja kanisani, una mahitaji, unaombewa, ukiombewa unapona, unaenda shughuli zako za kawaida, unakaa, baada ya wiki mbili ile shida inarudi tena, unarudi kwa ule mchungaji tena, anakuombea hata choka, unakuja unaendelea na maisha yako tena, lakini hautaki kusikiza neno la Mungu, hautaki kuomba. Lazy Christians. Hutaki kusoma maandiko, hutaki kuomba, kanisani pia hutaki kwenda, kesha pia hutaki kwenda, na wewe unataka upone. Kupona utapona, lakini kuna gharama ya kulipia huo uponyaji. Ukienda hospitali hauendi mkono mtupu. Utaenda pale, utalipa consultation fee. Daktari atakuona, hata kupatia siku za kurudi ili upate kuendelea. Daktari ataka akufuatilie. Daktari hana haja na pesa zako, anataka akufuatilie ili na wewe ukalete mwingine, kwa sababu umesaidika. So ikifikanga mambo ya kanisani, mambo ya kiroho, maana adui anajua kufuatilia kuja kwako kanisani, kuingia kwa maombi, utafaulu na kwao ni hasara. Unakamatwa katika ulimwengu wa roho, na unaambiwa wewe ukienda kanisani unaombewa, unatoka. Ukikaa pale ukiona bado shida haiishi na ukiombewa inakaa wiki moja, toka hapo, nenda kanisa lingine. Unaenda unaombewa. So at the end of the day, ikiwa mchungaji aliyeanza kukuombea alikuwa ako sawa, na kwa bahati mbaya uende tena ukutane na mchungaji ambaye anatumia mazingaombwe, sasa ile shida huwa inaongezeka, haipungui. Na hivyo ndivyo washirika wengi, wateule wengi wamefungwa na wamekuwa hawawezi wakakua vile mchungaji amesema. Wengi wametani kuwa spiritual babies. Umekuwa umekomaa kiumri, watu wanakuona we ni mtu mkubwa, lakini katika ulimwengu wa rohoni we bado ni mtoto. In fact unanyonya.
kitu kidogo, kisikia kama baruti imepasuliwa, kama watoto vile wanapenda kupasua Disemba, sijui na New Year. Baruti imepasuliwa, wewe ndio huyo unashikilia, roho itatoka. Kwa sababu pia waogopa kufa. Unaogopa kufa, unashikilia roho. Kwa nini unaogopa kufa? Na Biblia inasema through kufa ndio ndio mlango wa kuingia. In fact kuna watu wanaenda huko wanakufa, lakini sio kufa wanakufa, wanakuwa hali maututi. Na akiwa hali maututi, apumui, ni mashini inaonyeshwa, anachukuliwa, anapelekwa, anaenda anatembezwa. Makusudi akitoka hapo asije kucheza tena. Wapendwa, mbingu hiko ni kweli. Mahali ambapo tutaenda pako. Na mtu yoyote anayekufa kama umeokoka, unless wewe ni kiruka njia, wokovu wako ni wa kiruka njia, baruti ikipigwa utashika roho. Ukisikia kitu chochote pale utatimua mbio, roho miguu niponye, maana hutaki kufa. Na Biblia inasema wale walio ndani ya Kristo hawafi, huwa wanalala. So mteule akilala, in fact mahali huwa anaenda, hata akaambiwa arudi hawezi kubali. Na kabla mtu afe, wakati anaenda kufa, huwa anajua milango miwili huwa inaletwa mbele yake. Anajua mahali ameenda ni wapi. Nyinyi ndio hamjuangi, ndio maana mnapendanga kusema may his soul rest in peace. Ita rest in peace wapi? Na hakujichagulia akiwa hai. It is only a soul that rests in peace if truly you were born again. If truly you hated sin and you were living a righteous life. Amen. That is the only soul that can rest in peace. Amen. Kwa sababu huwa milango imeletwa miwili. Kuna mlango mkono wa kushoto, kuna mlango mkono wa kulia. Na huu mkono huu kama ni mahali ambapo panaitwa paradiso. Maana mtu akifa na alikuwa mteule, roho ya kifo ni mbele ya macho ya mwanadamu katika nyama na damu. Lakini katika ulimwengu wa roho, huyu amefanya kulala. Amelalaje? Amelala apate usafiri ili aingie paradiso. Akiingia paradiso, wakienda pale, Biblia inasema huwa wanafanana. Watu wote hapo wafanana. Wale wote waliokufa ndani ya Kristo wanafanana. Bwana Yesu asifiwe. The only thing ambayo huwa inaleta utofauti, wengine huwa wamejifunga belti. Kwa nini? Belti ni ya kutofautisha wanaume na wanawake. But the rest of the fitting, hiyo nguo nyeupe. That's why tunaitangwa kanisa, yani wateule ni bibi harusi. Hakuna mwenye atakuwa bwana harusi. Bwana harusi ni Yesu pekee yake. Sote ni bibi harusi. Kwa hivyo huwa ukienda pale paradiso ni nguo nyeupe ambayo haina alama. Sura za kufanana. Si Biblia inasema tutapewa mwili wa kufanana. Mazoezi yanaendelea huko kwa wale waliomcha Mungu na wanalalanga hawafi. Amen. Nataka nikutie moyo. Amen. Na siku tutaanza kuwa serious na Mungu. Mungu atakuwa serious na wewe. Amen. Siku fichi. Mimi Titus nitakuombea, lakini maombi yangu yanakuvukisha mto peke yake. Lazima wewe kama mtu uwe serious na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nikaondoka siku ya leo, kanisa iendelee na kazi ya Mungu iendelee. Kwa nini? Mimi nimeitwa tu kufanya kazi. Niko kwa assignment ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na siogopi kufa. Niko kwa assignment ya Mungu. Nifanye kile Mungu ambacho ameniitia. Na wakati wangu ukifika aniambie mwanangu imetosha, njoo, nitaenda. Wacha kuogopa sijui nini. Mwishie Mungu na uanze kubadilika. Kuna maombi
mengi hayajasikika kwa sababu wewe unataka mchungaji akuombee maombi isikike na wewe hutaki kuomba. Hii itaenda wapi? Na unajua hii ndio maana imeintroduce biashara ya maombi. Siku hizi maombi imekuwa ni biashara. Mpaka uende na pesa ndio uende uombewe. Hata ukienda kusomewa ustadi mpaka ulipe pesa. Niliambiwa mtu anaendanga na 20,000 ndio asomewe ustadi. Na unasomewa lakini shida bado hii. Si wewe unasomewa mashtaka. Sasa umesaidiwaje? Na ni mashtaka umesomewa. Umesomewa fulani amefanya hivi na hivi na hivi ili ile kazi usipate. Fulani ameenda akachinja kuku, akamwaga damu, akachukua majina yako yote matatu, akapaka ile damu. Alafu alipoipaka, akaulizwa unataka tumfanyie nini? Asiwahi pata kazi, na akipata mshahara wake ukwamie 5,000 isiongezeke. Iwe ni hiyo transport na kula. Wasiwahi endelea hata wanunue kitu. Umeambiwa hivyo. Kwa hivyo ni hivyo. Hayo. Umesaidiwaje? Utaenda kumshika mashati, umwambie nimeenda kwa ustadi, nimeambiwa kwamba ulichukua kuku ukachinja. Hiyo evidence uko nayo wapi? Wewe ndio utaonekana mjinga. Nipeleke mahali nilichinjia hiyo kuku na unipeleke mahali ambapo nilikata hiyo karatasi na mahali nimeweka. Tukipatana hayo, twende kwa ustadi tena. Naangaliwa hivi, anaangalia huyu kama si bangi amevuta, amekula ile unga. Lakini ukweli huko umeenda ukasomewa na ukaambiwa kila kitu. Ukutana na bradhako, umefura, akikusalimiwa na mwambia sitaki mambo yako. Kwa nini ulisomewa ustadi? Ushaanza kugonganishwa sasa wewe na ndugu yako. Hamuongeleshani tena. Kisa na maana uliambiwa yeye ndiye anakumaliza. Kumbe wewe ndio unajimaliza kwa sababu hutaki kumjua Mungu, hutaki kuwa karibu na Mungu, hutaki mwenye ukweli, na mwenye ukweli ni Mungu. 8:32 of John inasema ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru. Na hautaujua ukweli kabla hujatafuta ufalme wa Mungu. Na kutafuta ufalme wa Mungu ni kuokoka na kuishi maisha matakatifu. Kuishi maisha matakatifu ni nini? Kujitengana na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo katika madhabahu ya Mungu, ili hata wewe uwe muombaji kesho, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama ukitoka hapa uanze kuomba serious, hakuna kitu kitabadilika kwa nyumba yako ikiwa unategemea maombi ya pastor. Mark my words. Hakuna kitu kitabadilika katika nyumba yako ikiwa unategemea pastor wako. Ukimtegemea pastor wako unatafuta laana. Tegemea Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor atakuja pale atakanyanga, na kuna amani leo, ni sawa. Akiondoka anaenda na amani yake. Kwa sababu gani? Hapo penyewe hapakaangi amani. Amani huja ya kupita. Ni kama hapo nje kuna mto, kuna njia ya mto. Maji upita yakibeba kila kitu. Yanabebanga hata vile visiyekuwemo. Iko hapo kando ya mto. Molewa vinaenda. Na pastor hatapeleka mtu yoyote katika uzima wa milele. Wokovu wako, tabia zako, commitment yako ya Mungu ndio itakutafutia njia ya kuingia paradiso. Paradiso ni mahali pa kungojea wakati wa final judgment ile itakaofanyika. Maana hata hao waliotangulia huko, hao wapendwa waliotangulia, siku ya tarumbeta, maandiko yanasema wao ndio watakuwa kwanza kumlaki Yesu. Kwa sababu ule mwili ambao wa kuharibika huko kwa kaburi. Lakini ule mwili usioharibika ambao ni wa roho. Roho, yani bibi harusi ni ile roho ambao inawekwangwa ndani yako. Kile kinachomilikiwa na Mungu. Mungu amiliki mwili. Mwili unamilikiwa na ardhi kwa sababu ni udongo. Lakini roho inamilikiwa na Mungu. So hiyo roho ambayo inamilikiwa na Mungu ndio iko paradiso. Na ndio ilienda ikapewa mwili mwingine usioharibika. Kwa nini? Roho Mtakatifu hana uharibifu.
hiyo roho ikiwa pale iko na mwili usioharibika. Na siku ya tarumbeta huyo roho atakuja, ashuke, arudi pale kwa kaburi. Ndio utasikia makaburi yatafunguka, na waliokufa ndani ya Kristo, waliolala ndani ya Kristo wataamuka. Sasa ni ile roho itatoka pale, itakuja iingie kwa huyo ambaye alilala ndani ya Kristo, na kaburi lifunguke. Siku hiyo itakuwa ni mambo ya kutisha. Watu watashangaa. Umekaa kaburi, ulikuwa ukienda kuinamia na kuisalutia, unapenda hapo, kumbe tarumbeta imelia, unakutana na jiwe linakuchapa pa, naambiwa nani alikwambia kuna maombi ya ukumbusho? Wale mnapenda maombi ya ukumbusho wa maiti. Naenda kuinamia kaburi, naambia baba rest in peace. Kwani wewe ni Mungu ndio utamwambia rest in peace? Unakutana na kamsalaba hapo kanakutandika, unatoka hapo na alama. Kumbe ni siku ya rapture imefika. Na wewe baada ya kwenda kumshuhudia Mungu, unaenda kumshuhudia maiti. Vitu ambavyo vilikufa, miungu shindwe katika jina la Yesu. Oh yes. Hiyo isiwahi fanyika hapa. Amen. Kama mnapendanga maombi ya ukumbusho wa wafu, isiwahi tendeka hapa. Amuka na utoke hapa. Oh yes. Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. So priest stands for prayer, ama pastor anasimamia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisimama hapa mbele wewe ni kuhani. Haleluya. Ukiwa hapo huko wewe ni kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata maombi yale ninaomba napata nguvu kupitia kwa maombi yako pia. Yaani hii kazi ni kuombeana, tuombeane ili tuweze kwenda. Lakini katika hii safari kuna wakati ufika, mimi nikaenda njia ile, huyu akaenda njia hii, huyu akaenda njia hii. Huko mbele kuna nyangumi. Huko mbele kuna dhoruba, kuna moto. Kwa hivyo usitegemee maombi yangu. Yangu ni wakati tulikuwa pamoja. Tulipoachana ukaenda njia yako, huko ni wewe na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana sina darubini ya kufuatilia niseme naona simba anatokea pande hii, naona jamaa pale anataka kukushika kufanyia hivi. Hapana, sina darubini. Darubini ni Roho Mtakatifu aliye ndani yako. That's why as a believer ukiokoka ni vizuri sana kujawa na Roho Mtakatifu. Kitu chochote kichafu kikikuja kukugusa kinatemwa huko nje. Yaani wewe unakuwa ni kama stima. Kitu chochote kikija, adui anachapwa, anaenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nikawaambia mzungu alikuja hapa, na alipogusa huo mlango, alipochungulia ndani akapiga kelele akasema wewe ni mchawi. Hakuna mchawi anaweza kukuita mchawi. Na ukisikia mtu anakuita mchawi ujue yeye ndiye mchawi. Tutaabudu hiyo Mungu aliye hai hapa, na mtu asimame pale aseme mimi ni mchawi. Si ni yeye ndiye mchawi? Na akashindwa kuingia. Si ni mchawi peke yake atashindwa kuingia mahali ambapo kuna moto wa Roho Mtakatifu? Yes, kwa sababu ya zile vitu anaabudu vimemwambia ukiingia hapa ujue umeisha. Kiti nilijaribu kutoa kae, alishindwa pia. Alisema kiko na moto. Siwezi kali. Haya, hiyo kiti pia kilikuwa ni mchawi. Tutaendelea kuomba mpaka watakuwa kitapikwa hapo. Na akiingia hapa haokoke. Hatutaweka waizi hapa, hatutaweka malaya hapa, hatutaweka watu wa nyumba nyingi hapa. Hiyo iliishia na yule mwanamke Msamaria siku zile. Alikuwa 25. Na kama wamefikisha waume 5, hiyo ndio mwisho. Isiendelee wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijawahi sikia mwanamke wa mabwana 6. Niliwahi sikia tu mume wa wanawake 6. Tunaona wachawi vile walivyo wapumbavu, mpaka wanatafutia mwanamke wanaume 6. Kazi ya mchawi. Kazi ya huyu malaya anaitangwa Jezebel, ambaye ndiye malkia wa bahari, anasimamia bahari. Bwana Yesu asifiwe. So altar, madhabahu ya Mungu ni daraja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni daraja ya kukuingiza katika mahali panaitangwa second heaven. Wakati
mhubiri ama muombaji kama wewe. Tuchukue sasa sisi wenyewe. Wewe sasa, wakati unasimama uombe, unapoomba na umechagua kuja kuomba katika haya madhabahu. Haya madhabahu ni daraja, mahali ambapo utaweza kuongea umfikie Mungu wako. Na kabla hujamfikia Mungu wako kwa maombi yako, kuna mahali ambapo haya madhabahu kupeleka, yanakupeleka katika second heaven. Second heaven ni mahali ambapo maombi ya Danieli yalizuiliwa. Mahali maombi ya Danieli yalizuiliwa kwa siku 21. Mpaka malaika Mikaeli akatoka juu, akaja akapigana na mfalme wa Ajemi, yule ambaye utawala anga. Maana hapa saa hii usiku, na ni kuanzia saa 3, manake wengi pastor itabidi wewe uko katika roho unakujanga hapa mapema kuomba. Wachawi wanaanzanga kutembea saa 3 ya usiku. Ndio wao wanaanza kutembea saa 3 ya usiku. Hapa huwa kuna traffic kubwa sana hapa. Ni vile hatuwezi ona, hata si ajabu wengine huwa wanagongana na hizo mahoteli wakipita wakienda mission. So saa 3 wako safarini na wameanza kuachilia. Kuna siku ya kuachilia homa, magonjwa ya homa. Kuna siku ya kuachilia, kama kuna season ilikuwa ya kinaitwa kichungunya ama kinaitwa nyama kidungumaria, kinaitwa hilo ugonjwa unaitwa ugonjwa huo, na ule mwingine unaitwa dengue fever. Ukiangalia kuna wakati huo ugonjwa ulikuja, ni wao uachilia. Na wewe unaenda hospitali, unarudishwa kwa mtu wa mpapai kula majani, na umeenda umelipa consultation ya 1000. Mwisho naambiwa chenye kitakusaidia ni majani ya mpapai. Umeacha hapo nje kwako. Hiyo ni chuma ulete, si chuma ulete. Unakimbia mbio hospitali, maana usiku umerushiwa ugonjwa wa kuhara. Asubuhi ndio huyo, kwa sababu mdomo umeanza kukauka. Na mdomo ukianza kukauka huku, that is a sign of you are dehydrated. So unachukua maji unakunywa kidogo na unakimbia hospitali. Ukienda huko ukipewa dawa, mara nyingine unaweza pewa dawa inafanana na makaa. Kumbe ungechukua makaa tu ukatafuna na uchukue maji na umeze, hiyo kumbe ingekuwa dawa. Umeenda umelipa consultation ya 1000 na umeacha makaa yenye unapikia nao kwa nyumba. Chuma ule kwa jina la kuhara. Yaani ndio nikawaambia maisha haya tunayoishi, 70% is spiritual, 30% is physical. Si kama mnapata point. Hili mtu yule ambaye ni mjinga na ni pumbavu, kama vile rais wetu marehemu aliyekuwa sitamtaja jina, alipenda kuita pumbavu. Jinga wewe, pumbavu. Hii ni kwa sababu ya pale maandiko yanasema Hosea 4:6, watu wangu wanakimbia kule kwa kutokujua. Wanaacha makaa kwa nyumba, wanakimbia kule. Wanaacha miti ya mipapayu kwa nyumba, wanakimbia kule. Nayo mapapayu umeyapanda na umeyapita hapo. Sasa we unaangamia kwa kutokujua mpapayu unatibu ugonjwa dengue fever. Kitambo ujue pesa yako ishaenda. Unakuja unamwambia mchungaji, pesa siku hizi ikae mkono. Unatoa tithe, hata sasa nitatoa wapi na yenyewe ya kwanza waenda hospitali. Kwa hivyo tithe yako inaenda na hospitali. Mimi sitakuombea financial breakthrough kabla sijajua kwa unatoanga sadaka ama unatoanga tithe. Sitakuombea. Uongo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maana some things are practical. Mpatie Mungu kilicho chake na upatie Kaisari kilicho chake.
Naweza ukaonga mtu yoyote chini ya jua, lakini Mungu huwezi ukamuomba. Cannot bribe God. Cha Mungu ni cha Mungu, hata uende wapi. Hata uende deep sea, uingie huko mahali wanakutananga na ibada zao za kuzimu, cha Mungu ni cha Mungu. Kwa hivyo madhabahu haya ni mahali ambapo si mchungaji, wewe, sote yanatuunganisha na Mungu. Tunapoomba, maombi yetu yanaenda second heaven. Yakikuta hakuna blanketi, and by the way kuna blanketi huwa iko hapa juu. Blanketi ya kuwapa usingizi wakati wa maombi. Hata kanisani wakati wa mahubiri blanketi inakuja inakufunika unalala. Na hiyo blanketi ndio uzuia, na ndio ilizuia maombi ya Danieli. So kuna blanketi iko katika second heaven. Na ukiomba, ukiondoa hiyo blanketi, utaona mambo yako yakisonga. Ukiomba hiyo blanketi iondoke, kuna kitu kimekuwa kikikutatiza, kitaondoka. Si mchungaji atakuombea, ndio. Ataomba kama inahitaji neema. Manake kuna neema ambayo inapewanga wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana mchungaji akapewa washirika. Ndio maana mchungaji akapewa kondoo. Kuna neema ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sio kila kitu ambacho ukiona kama ni kuna basta alipotaja sivini popo. Niliona kale kanyo kana itambo kikamba njoo hapa hivi. Kakitokezea hako, hata ulikuwa unakula sima unaitema chini, unasema shindwe katika jina la Yesu. Hapo kwa nini ukanatengeneza nyumba yake? Halali. Maana Biblia inasema hawapandi hawavuni, lakini wanakula na wanalala. Sasa saa zile maana ukitoka nje utakuta kuna shimo hapa kanatengeneza. Wewe unasema unatema sima chini, umeinunua na pesa yako huo unga, unatema sima chini, tena ulikuwa umechanganya na mboga, na hivi umefanya ile design ya wabaluja. Anachapa hivi kubwa, anatengeneza shimo, anaweka kwa mdomo. Saa hiyo wewe hata hujaikata nusu ukaikula, umejaza yote. Umeitema, ukemee kwa mdudu. Hosea 4:6, watu wangu naangamia kwa kutokuja. Yaani unachanganyikiwa mpaka vile vitu vya kukemea ndio haukemei, na vile ambavyo si vya kukemea ndio unakemea. Si kuna ndoto pia za aina hiyo? Ndoto inakukujia ambayo si ya kukemea ndio unakemea. Yenye ingekusaidia kesho uamke ujikute yaani wewe uko mwepesi, unaweza kimbia kama kasichana ama kijana mwepesi. Saa hiyo ndio unakemea, kwa sababu uliota ukiara kwa kitanda, uliota ukikojoa kwa kitanda, uliota sijui nini, sijui unazaa. Sasa saa hiyo unainuka mbio, kwa nini nikunye kwa kitanda? Kumbe ni deliverance inafanya kazi. Maana kwenda haja kubwa kwa kitanda, hiyo ni deliverance, ni ukombozi. Hiyo si kitu ya kukemea. Usijidharau ama ujione wewe una maana. Hiyo ni deliverance. Inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengine wewe yanaendanga hivi. Mungu anasema mwanangu ameteseka sana, amewekelewa mikono mingi. Wacha leo mimi mwenyewe nimhudumie. Anatuma Roho Mtakatifu. Anahakikisha umefanya hayo mambo ambayo sitarudia matatu. Na ukiamka asubuhi ugonjwa ulikutesa 10 years umeondoka. Na umefunguliwa na Mungu. Naye Mungu anasema anaongea na watu wake kupitia kwa ndoto na kwa maombi wakati wa usingizi mzito. Job 33:14 and 15. Job 33 chapter verse 14 and 15. Anaongea na watu wake wakati wako katika usingizi mzito kupitia kwa ndoto na kwa maono. So ndoto ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoto ni nzuri. Hata ukaota unafukuzwa na ng'ombe, amuka na upambane na mchawi, huyo ni mchawi. Unaota unafukuzwa na mbwa,
amuka, omba, kemea, huyo ni mchawi. Kwa hivyo kila ndoto ikija ina maana yake. Lakini shida kubwa ambayo sasa imefanya watu wengi wanaangamia ni kwa sababu ya kukosa ufunuo wa ndoto. Lakini ukienda katika kila kijiji kuna mkuu pale. Katika kila kijiji kuna mtawala. Katika kila kijiji kuna mlinda lango. So yale mambo ambayo yanapambana na wewe pale ni kutegemea mlinda mlango aliye pale. Ukiingia kama ni hiyo estate yenu, ukiingia kwa ile kijiji chenu, kuna mahali kuna mlinda mlango. Na huyo mlinda mlango ndiye huwa anakuanga na zile zinaitwa monitoring spirits. So ukishaingia tu, anajua fulani ashaingia. Anapiga signal kwa wale ambao wanamiliki hiyo eneo, ambao ni mawakala wa shetani. Amekujaji huyo, anaonekana nyota yake ni ya kujenga ghorofa. Nyota yake ni ya kuendelea sana. Watoto wake watasoma, watakuwa tishio hata kwa hiki kijiji. Kwa hivyo tufanyeje? Tushambulie vitabu vyao. Tushambulie akili zao. Wanaonekana hata wanafanya vizuri shule, tuwarudishe pole pole, tusiwarudishe mara moja. Walikuwa namba 1, tuwalete namba 4. Alafu tushuke pole pole, mzazi asijue. Mzazi akija shtukia mtoto ako namba second last kwa shule. Kumbe kuna mawakala walienda pale kwa shule, wakaingia kwa mmoja wa mtoto ambaye anakaa na huyo kwa deski moja. Alipogusa kitabu chake ama akamwambia nionyeshe answer hii, alipomuonyesha answer akajua, hiyo in the spiritual world, hiyo knowledge yule mtoto ikawa transfer, ikaenda kwa huyo mwingine ambaye ametumika kama wakala wa shetani. Mtoto anaanza kwa chinga. Ulikuwa unafanya kazi ya kudumu, unafanya kazi kibarua, unatoka permanent unakuwa kibarua kama wewe ufanyi kazi. Yaani hakuna siku utapata kazi ukae zaidi ya miezi 6. Kwa nini? Ulionekana ukiingia na mlinda mlango. Ndio nasikia kibarani wao wanasema kuingia ni rahisi, lakini kutoka ni matano. Taingia Mombasa rahisi sana, lakini kutoka ni matano. Kwa hivyo madhabahu ya Mungu ni daraja. Awe ni mchungaji, awe ni asha, awe ni mshirika yoyote, menda, awe ni mama mchungaji, maombi yoyote atakayeomba, ikiwa madhabahu ambayo yanatumika ameunganika nayo yanafanya kazi ya kiungu. Kiungu namaanisha Mungu anahusika. Lazima madhabahu hayo yataweza kumruhusu maombi yake yapite, yafike katika second heaven. Yakifika hapo, blanketi inaondolewa. Blanketi ikiondolewa, maombi yako Mungu anasikia, anakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna vitu ambavyo nimesema zinaweza zuia maombi yako. Tabia zako zinaweza uombe ulie machozi. Na hakuna kitu expensive. Kama kuna kitu ambacho, kuna liquid ambayo ni expensive dunia hii, ni chozi la mwanadamu. Chozi lako kuanguka hivi si bure, especially ya mteule. Hiyo inaweza sababisha hata basi nzima ikaanguka. Chozi lako. Ndio nasikia mzazi akilia kwa ajili yako. Tafuta njia yoyote umfurahishe yule mzazi. Chozi lake si mchezo. Lakini chozi hilo likianguka kwa sababu alijaribu kuwinda maisha yako akutoe kafara, na yeye ajue lake aliko. Maana Mungu
anaangalia nafsi, anaangalia chenye anajua kitafaidi ufalme wake. Kwa hivyo usije ukajisukumia kwa mamako, sijui babako, yeye ndiye anaogopewa kijiji kizima kwa uchawi. Wewe umejipeleka kichwa hapo. Naenda kufanya nini na wewe ni adui kwa wachawi? Omba Mungu ambadilishe, amuokoe. Alafu anza kupeleka kichwa. Ndio alikuzaa. Hata Mariamu alizaa Yesu na kazi yake ikaishia hapo. Kwa hivyo wenyewe wanaabudu Mariamu, bado kazi ya Mariamu kwao inaendelea. Lakini kazi ya Mariamu iliishia wapi? Hapo alipomzaa Yesu. Maana Yesu alikuwa lazima azaliwe ili tujue ana mwili, ndiposa tujue hata sisi baada ya kulala, baada ya dunia hii tutapewa mwili. Na huo mwili ndiye aliokuja nao, akaingia kwa uweza wa Roho Mtakatifu, akaingia ndani ya Mary, ndio akazaliwa. Na akabebwa miezi 9. Ukiona mimba imezaliwa kabla ya miezi 9, ujue ni vita vya kichawi. Si kawaida. Kwa nini kalenda ya Mungu ipitane? Ndio juzi nikawafundisha mambo ya kitovu. Mtoto akidunga mimba vile wanafuata kitovu. Wachawi wanafuatilia mtoto akiwa kwa tumbo. Wanatengeneza kalenda yao, wanafuatilia. Ikifika miezi 9 wanajua kwa karibu kuzaliwa. Wanatupa dude kombora fulani. Sema huyu hatazaliwa, kwanza tupigane. Walianza kupigana naye mimba kabla hata mimba ishikwe. Akizaliwa pia ni vita. Hiki ni kiumbe ambacho Mungu huwa amekipangia destiny kubwa. Mlango wake ni mkubwa. Hao watoto mnaowaona huko wanayo street children huko. Hao watoto nyota zao ni kubwa sana. Lakini adui amewakamata wakae kwa streets. Ili wakae pale. Manake ni tishio katika dunia. Si kawaida ati mtoto amekaa tu vile. Kuna kitu fiche, siri iliyofichwa ndani yake. Na ujue wako na destiny kubwa. Uchukue mmoja useme utamweka umtunze. Utaona vile ataendelea aje kuwa mtu wa kutegemewa, hata pengine injinia. Maana knowledge wako nayo lakini imekamatwa. Na wengine huwa wamechukuliwa misukule. Maana msukule ni mtu ambaye asiyejielewa. Mko naye lakini hajielewi. So yeye kenyali alibakia. Maana mwanadamu kawaida huwa akishikwa katika dunia nyingine, kivuli chake huwa si kimoja tena, huwa ni mbili. Kuna ile kivuli ubaki akitembea nayo, lakini kuna ile kivuli ambayo ishachukua ikaenda kutengeza msukule. So even wakati mnaomba mtu huyu arudi, lazima muitishe ile kivuli nyingine iko kule. Ndio muone mtu amekuja pengine amefanya vituko, amejiangalia hivi, kivuli ile iliyoenda imerudi. Sasa yeye mwenyewe amerudi, original amerudi. Uponyaji unatokea. Mtu anafuka. Hivi sasa watu wengi mnaowaona ni wandawazimu. Wanakula takataka, ni misukule. Wamechukuliwa mateka, wanafanya kazi. Kama alirukwa na kichwa akiwa mwalimu, anafundisha huko kwa misukule. Mwalimu. Kama alikuwa polisi huko, anafanya kazi ya polisi. Yaani ile kazi aliyeharibikia kichwa akiwa nayo kwa sababu ya wivu, kijicho, akaharibiwa asisaidie familia yao. Hiyo kazi ndio huenda kufanya huko. Ifaidi akina nani? Ulimwengu wa hao watu wanaitwa misukule. Asifaidi ulimwengu huu ulio wetu wa Kenya. Mambo ya kiroho ni mazito. Naomba Mungu azidi kutufunulia mambo mengi. Yaani ujue kwamba ardhi hii uliokanyanga hii, umekanyanga nini? Kutoka jiani vile umetembea hivi, ujue umeruka nini?
Na ndio naona watu wengi, mtu anaweza kuja hapa kanisani na akitoka kabla afike kwa nyumba anaumwa na kichwa kali sana. Kwa nini? Alijileta mahali ambapo amekuja kuchokoza na akadamage ulimwengu, kwa sababu aliungana na hilo jeshi la vita, na yeye kumbe hakuwa equipped enough. Sasa kwa kuwa ameungana na jeshi katika kuimba na kuomba, na yeye hakuwa enough, hakuwa na misuli ya kutosha katika vita, anatoka hapa anasema hata amefika kwa nyumba ameshikwa na kichwa ambao si cha kawaida. Hiyo ni revenging spirit. Watakukujiana. Sio kasema hiyo kanisa iko na shida gani? Haiko na shida. Wewe ndio uko na shida, kwa sababu umeingia kwa vita kama hujatumiwa kutupa risasi. Ndio maana nikasema sio kila mtu ambaye anaruhusiwa kula Holy Communion. Holy Communion ya kila mtu ni hiyo chakula mnapika pale kwa nyumba. Maana sijawahi ona chakula kwa meza bila maji. Lakini hii inaopita kwa haya madhabahu, hii si ya kila mtu. Ukitaka kupoteza maisha yako haraka, cheza na hiyo. Hii ni wewe uwe sawa njia zako na Mungu. Hii sio ya kuja kula ati utubu, ati ni ya kutubu. Hapana. Hii ni ya wewe ujenge misuli ya kiroho katika mwili wa damu na nyama. Yaani mwili wa Yesu uwe na misuli ya kutosha. Damu inasimamia spiritual life katika maisha yako. Amen. Kuna kitu ambacho nitataka kusema nikimalizia. Maana ujumbe huu nasikia siwezi kumaliza leo. Nataka kusoma kitu hapa. Ufalme wa giza unapigana na ufalme wa Mungu. Kwa hivyo, ikiwa hapa tuna waombaji wa kiroho wanaoakilisha ufalme wa Mungu, katika ufalme wa giza pia wako wanaoinuka kinyume na waombaji wetu hapa. Uimbaji the same. Kuna wenye wanainuka kupigana na uimbaji na wanaingia na uimbaji wao, lakini uimbaji wao ni wa huko. Dalili za waimbaji ambao utawakuta mara nyingine si waimbaji wa sawa. Wataimba vizuri, wataimba mpaka mtawafurahia, lakini muimbaji wa kusakata kiuno kwa kanisa, huyo anaimbia kuzimu, anaentertain kuzimu. Kwa kweli kama Mungu angekuwa hapa leo ajitokeze, ama Yesu ajitokeze akae tu hapa mbele, ungemsakatia hiyo kiuno yako. Hata kama umebeba kiuno ya kilo 120, yani 120, ungemsakatia Yesu hiyo kiuno. Unasakata, unasikia twende chini, siyuko chini tunaenda kufanya nini? Twende chini, haya tupande tena juu, twende chini. Nyimbo kama hizo, I'm sorry to say, we don't need them here. Totally, we don't need them. Okay. We don't need nyimbo za twende chini. Nashukuru hatujawahi imba. Pastor, do we need them? Really? Sister Gladys ni mwimbaji. Do you need them? Twende chini mpaka mwingine aende chini kabisa, kwa sababu weight yake haimruhusu ya wimbo ya twende chini. Alafu unaona anasaidiwa kushikwa na mwenzake ainuke, maana aliambiwa twende chini na hakuwa na uwezo wa twende chini. Mkitoka hapo, mwingine hakuzoea kucheza ya kupiga makofi na magoti, ile ya design ya hivi. Naona akifanya hivi ni kama anapisha mwarisho kutoka. Hiyo si ya kanisani. Hiyo hapa hatutawahi cheza.
vyombo vitakuja, haleluya, lakini hatutaicheza. Maana huo ndio uimbaji umekuja kuiba uimbaji wa wateule. Na mkumbuke, shetani ana lolote hapa duniani. Shetani hakuja na chochote. Shetani alikuja na malaika walioasi kutoka juu mbinguni. Na shetani ndiye alikuwa mkuu wa uimbaji. Kwa hivyo chenye alikuja nacho tu peke yake ni huo uimbaji. Lakini hana kingine chochote. And by the way, amefungwa kule. Kazi yake ni kudumana. Kwa hivyo hizi vitu vyote anabuni kulingana na akili zake na akili ambazo alipewa na Mungu. Anabuni ili amalize mwili wa Kristo. Yaani kuna kitu kinaitwa kanisa duniani na duniani kanisa. So zinashindana. Wewe utashindana na Mungu, utafika wapi? So uimbaji unaoimba, na ukitaka kujua mtu wa aina hiyo, twende chini tushuke, bonga magoti, utamkuta hata mavazi yake kila wakati yanabadilika kama kinyonga. Leo unamkuta amevaa dress ya sawa, wanazitanga Islam designs, dress za Kiislamu. Manake wanajua Islamu ndio wanavaa nguo ndefu nzuri ya kushika hapa kama ya dress, inakuja mpaka hapa chini. Alafu another Sunday unamkuta ako na kale kakumuonyesha vile alitoka kwa mamake alipozaliwa. Sasa amekuwa mtu mzima, lakini nguo ya kumkamata, yani hako copyright vile alivyo mwili wake, na amevalia nguo hiyo. Ni saini moja ya kuonyesha ako wapi, anaingia dunia. Kesho kutwa unamkuta ndio hiyo, twende chini, amevaa katroza kamemkamata. Yani nguo nasema ndio hizo. Sunday yao mwamuona ndio amekuja, na unasikia ni muimbaji amevaa kinyasa. Wanaume mko hapa, nisio na mwanaume hapa ameingia kwa kanisa na kinyasa. Hiyo ni ya kwako nyumbani. Na kama unaingia kwa shamba, lakini si kwa nyumba ya Mungu. Umekuja kwa kanisa umevaa kinyasa, wewe umelaaniwa. Haujui mahali unaenda. Hata mchawi hawezi ingia hapa na kinyasa. Atakuja na nguo iko sawa. Wewe si mchawi, unakuja hapa na kinyasa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna vitu ambavyo vinamkwaza Mungu pole. Na wewe unasema maombi yako isikiki. Kumbe kikulacho. Kwa hiyo jamani, tujaribu tutofautiane na dunia. Tunaishi dunia, lakini matendo yetu sisi tuliookoka yawe tofauti na watu wa Mungu. Mama Shila kwa wapi? Mtoto wako kwa wapi? Hapo kwa nyumba. Amekaa tu. Anasongwa. Kusoma. Haya, hiyo sasa ni kifungo. Mtoto anasoma, amekosa kuja kusikia neno kama inafundisha ya kuombea vyakula, anasoma. Alafu asipopita mtihani, semi hatapita, atakuja hapa, pastor niombee, ninakuwa nikifanya mtihani sipiti. Shida itakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Jumapili nyingine ilikuwa ni kufua nguo, si ndio? Nafuatilia sisahau nguo nzuri mimi sisahau. Ilikuwa ni kufua nguo. Akasahau kwamba leo ni siku ya kanisa, maana kanisa ile walikuwa wakienda kitambo ilikuwa wakiendanga jana. So nikisema jana wote wajua ni gani. Sitaki kutaja kanisa la Mungu. So kwake kalenda bado haijabadilika. Kwa hivyo mumuombee, jina yake anaitwa Shila. Mumuombee sana. Mamake ana moyo, ndugu yake ako na moyo, amekuja kanisani, lakini sasa yeye aliye ndiye kielelezo, maana kutoka mama ni yeye.
anafaa aongoze wenzake kwa njia iliyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuelewe ya kwamba hata hivi ninavyosema, nikimalizia tutakuja kuendelea Sunday ingine, Mungu akinipa nafasi. Mama mlio hapa, mlio na wanaume wenu walio hai, kazi ambayo ninawaachia, maombi yenu sana mmeegesa kwa watoto wenu, mmesahau kuombea waume zenu. Mnaombea sana watoto. Wakati ulikuwa hujajifungua ulikuwa ukiombea sana mume wako, lakini ulipojifungua 75% of the prayers unazowasilisha kwa Mungu za watoto. Mtoto wangu apite vizuri, mtoto wangu awe na tabia nzuri, mtoto wangu awe wa kutegemewa, mtoto wangu akitoka pale nje asionekane kana kwamba macho ya mchawi asimuone. So anaomba, hata wakati mwingine ufungia watoto wake, anaomba maombi ya kufunga kwa ajili ya watoto kuanzia Januari mpaka Disemba. Hii, na utakubaliana na mimi, imefanya nyumba nyingi sahihi wa mama wengi ni wajane, mabwana zao wamekufa. Maombi ya mama kumwombea mume wake, Mungu huyasikia sana. Na kwa sababu adui anajua kukamata akili na kudivert, especially preachers. Adui anajua kukamata sana akili za wamama na kucentralize mahali pamoja. Uko radhi uombee kazi yako unaofanya, uombee biashara unaofanya, uombee watoto, uombee safari ya dadako anayesafiri kutoka hapa kwenda Kisumu, uombee mama yako aliye nyumbani ambaye alisema kuna ndoto anaota chafu chafu hazielewi, uombee baba yako, uombee dada zako, uombee yani mpaka mashangazi, lakini hutamwombea mume wako. Sasa kwa njia hiyo adui anasema tumepata mahali pa kumiliki, maana huyu hana kinga, wacha tumuondolee. Abaki akiombea wapi? Hao wengine. Hiyo ni siri nimewapa, na hiyo ni siri ya kutoka kuzimu. Si mpango wa Mungu uombee mambo mengine ukose kuombea mume wako. Na hivyo hivyo ndio hufanyika pia kwa waume wengi wamebaki bila wake. Mara nyingine unakuta unaombea mahitaji yako na vitu vyako na hata watoto, unakosa kuombea mke wako. Maisha haya tunaoishi ni unipe nikupatie. Ukikaa mchoyo na maombi yako kwangu, na mimi nitakuwa mchoyo kwa maombi yangu kwako. Maana merry go round is giving and receiving. Amen. Na maisha haya tunaoishi ni two-way traffic. Kuna mguu huu, unapotembea hivi unaongea neno na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hatua moja ni neno, hatua nyingine maombi. Kwani unafikiri Mungu alikupa kila kitu vile vile nini? Isipokuwa ile nyingine ambayo sitataja. Maana hiyo nyingine ni mke mmoja, mume mmoja. Lakini kila kitu kingine, masikio mbele, macho mbele, miguu mbele, mikono mbele. Isipokuwa hiyo moja. Bwana asifiwe. Mungu anajua kwa nini. Hallelujah. Yesu ni Bwana. Hebu tusimame. Siwezi maliza hiyo tu. Tusimame. Tusimame. Tusimame.
Tupatie wimbo wa damu ya Yesu. Yesu. Natumai kila mtu amepata neno ambalo litamsaidia maisha. Kuja kwako hapa si bure. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini kile ambacho umesikia ukikifanyia kazi utaona tofauti katika maisha yako. Kile Mungu ambacho hapendi. Mungu hapendi uzembe. Hapendi roho ya uzembe katika nyumba yake. Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya 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 Yesu, damu ya Yesu inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Wenda ikawa uko katikati yetu na haujaokoka, haujapeana maisha yako kwa Yesu na uko katikati yetu na ungependa kuokoka kumpokea huyu Yesu. Maana hakuna tumaini lingine la uzima wa milele ila kupitia kwa Yesu. Wengine uko mbele, uko ndani yetu hapa, uko katikati yetu na haujaokoka. Naomba kwa jina la Yesu na amri itokayo juu mbinguni ambayo ikasema tuenende kote ulimwenguni tukayafanye mataifa kujua tukahubirie watu na kuweza kuokoka. Kwa jinsi hii Yesu Mungu akaupenda ulimwengu hata Yesu Kristo ili amwaminie asipotee mbali akawe na uzima wa milele. Wenda ikawa uko hapa hujawahi kuamini huyu Yesu, haujawahi kumchukua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba kachukue hatua, katembee hapa mbele, kaweze kuomba na wewe ili Mungu akaweze kukufungua. Tembea hapa mbele kama hujaokoka, kama hujaweka njia zako sawa na Mungu. Tembea hapa mbele kaweze kuomba kwa ajili yako. Zimeshindana Au uko hapa na umerudi nyuma kiwokovu, sasa tembea pia uje hapa mbele. Uko umeokoka na ukarudi nyuma, njoo hapa mbele tukaweze kuomba pamoja na wewe. Huyu Yesu anaweza, huyu Yesu anatosha. Asante Bwana. yameshindwa na Yesu. Madhabahu ya uchawi zimeshindwa na Yesu. Madhabahu ya uchawi yameshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie mwenzako, muulize umeokoka ama uko karibu na kuokoka. Mgeukie mwenzako, muulize umeokoka ama uko karibu na kuokoka. Maana Biblia inasema neno li karibu na wewe na wokovu uko mlangoni kabisa. Kama uko karibu na kuokoka, songa mbele. It's a simple statement.
kama uko karibu na kuokoka, songa mbele sasa uokoke. Amen. Maana mambo ni mawili, either umeokoka ama uko karibu na kuokoka. Hapo sawa, ama uko. Amen. Yesu alinipea gharama, na kuokoka si kazi. Kazi ni kutunza ule wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo binti huyu amefanya jambo la busara, kwamba aokoke, aishi maisha ambayo atasaidika huko mbele. Nawaambia maisha haya tunaoishi, 70% is spiritual, 30% is physical. Kwa hivyo hii ambayo ni chache, ambayo ni physical, itasukumwa na hii ambayo ni 70% ndio kaweza kufaulu katika maisha hayo naishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naomba tukiwa tumesimama hivyo, tuinue mikono yetu, tumsaidie binti huyu kukiri Yesu. Kukiri Yesu lazima utamke kwa kinywa chako. Warumi 10:8 ukisoma hapo inasema kwa moyo mwanadamu huamini na hata kupokea wokovu. Amen. Na kama kuna mwingine hapa unahisi wokovu wako ni fugufugu, ujielewe, naweza kuja kujiunga na yeye tuombe, so that uwe na msimamo ulio wa sawa. Amen. Maana ukichanganya ni hatari. Ujue masimba huko ile yanakungoja yakurarue. Mbwa mwitu wanakungoja na wanapenda sana changanya. Nafikiri hata hii changanya ndio ilizaa chang'aa. Maana chang'aa imechanganywa vitu vingi. Na watu wengi walioishia kwa chang'aa, ukiangalia midomo yao huwa imechomwa. Utafikiri wanakulanga mitura, yaani nyama ambazo ni mbichi, kwa sababu ya midomo yao huwa imechomwa. Kwa hivyo kiwa unajiamini na wokovu wako, Mungu akubariki hadi ulipo, na tuendelee kusimama na neno la Mungu. Basi tuombe kwa ajili ya binti. Unaitwa nani? Naweza kusimama. Lucy. Kuna mtu mwingine hapa anaitwa Lucy? Kuna jamaa yako hapa, uko hapa na anaitwa Lucy? Hakuna. Shukuru Mungu. Hiyo jina Lucy inatokangana na Lucifer. Kwa hivyo nyinyi mnaopenda kuita watoto majina msiojua yalianzianga wapi, huyo binti ukimuuliza anateseka sana, na hiyo jina pia inachangia. Kwa hivyo mpaka tuombe pia hiyo blanketi ambayo hivi saa hii mimi nimeanza kusikia shida kwa tumbo yangu. Saa hii Pastor, nasikia shida kwa tumbo. Maana nimetoa siri. Azeni kuomba katika roho. Nimetoa siri kutaja jina Lucifer. Maana Lucy ni short form ya Lucifer. Majina haya hutumika lakini watu hawajui. Ndio nasema lazima tuwe alert sana katika mambo ya kiroho. Sio kila jina tu unapea mtoto. Hata mara nyingine afadhali ingie ubuku, angalie jina ni sawa. Maana kompyuta imerahisisha vitu. Japo ni mtandao wao huko pia, lakini imerahisisha vitu. Ndio maana nikawaambia shetani hakuja na chochote isipokuwa malaika wake wa kuasi na uimbaji aliotoroka nao. Lucy, inua mikono yako, sema Bwana Yesu, naja kwako. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Msaidieni kurudia hiyo neno ninaosema. Nataka kuanza tena. Nataka kanisa nzima tumsaidie. Kuna malaika wako hapa na kuna majini sasa yameanza kuja kutaka kumtetea, kupigana ili tusiweze kufaulu maombi haya. Kwa hivyo nataka kila mtu kumbuka neno lako. Ukitoa neno lako ni moto unatoka kwa mdomo wako. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bwana Yesu,
naja kwako. Futa jina langu katika kitabu cha kuzimu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa sababu ulikufa msalabani, damu ikamwagika ili nikapate wokovu. Umenununua na damu yako Yesu, damu ya dhamani. Hivi leo mimi namilikishwa kwako, namilikishwa kwako kupitia damu yako Yesu. Yesu unimiliki leo. Nataka kuwa na wewe. Nimiliki leo. Miliki maisha yangu, miliki njia zangu, miliki tabia zangu. Ondoa kila zuizi lililo mbele ya maisha yangu. Naamini ya kwamba nimeokoka kwa jina lako Yesu. Amen. 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 Nimeokoka sasa. Amen. Jina la pili unaitwa nani? Barasa. So baba anaitwa Barasa. Na jina lako? Jina lingine? Nafula. So unaitwa Lucy Nafula Barasa. Sawa. Yao majina mnasikia, Lucy Nafula Barasa. Nataka tumuombee na vitu ambavyo vinamtatiza Mungu akamfungua. Amen. Na umpende huyu Mungu, sawa? Najua unapenda kanisani lakini penda Mungu. Usipende kanisa, penda Mungu. Mungu hana haja na kanisa. Hata kujia kanisa. Mungu atakujia wewe. Amen. Kwa hiyo nataka tuombe. Kanisa, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Wale wengine tuombe katika ndimi, hata tutasaidiana Inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Oh, Yesu, Shandarabakuturu, Baba ni asante kwa sababu ya mbinguni. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maisha. Lucy inaweza mambo Baba na mkabidhi mikononi mwako Mungu wa mbinguni. Kila roho ambayo imekuwa ikimwandama Mungu wa mbinguni, naomba Yesu ukamponye, muondolee kila kizuizi ambacho kiko ndani yake, ambacho kinatesa maisha yake Mungu wa mbinguni. Baba tenda makuu, tenda makuu, inua mikono yako, inua mikono yako. Baba katika jina la Yesu namkabidhi binti huyu mikononi mwako. Kwa sababu ya ile hali ambayo inamkamata. Kitu cha kwanza na katakata minyororo yote. Na katakata mawasiliano yote ya kichawi ambayo yamekuwa kimuandama. Maroho ya ukoo, maroho ambayo yanatumwa kumdhalalisha maisha yake na kumfanya kiumbe ambacho sicho, na kumtumia majini ya kumutesa. Kuanzia leo katika jina la Yesu, Baba na kuomba muhurumie mtoto huyu, muhurumie mtoto huyu. Umemuokoa na sasa tunataka kumtenganisha, na kwa jina la Yesu maandiko yanasema nitawekelea mgonjwa mkono, au tutawekelea mgonjwa mkono naye atapata afya. Mkono ndio huyo tunakuwekelea sasa kwa jina la Yesu. Kila roho ya kichawi, 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 majini ya mateso, majini ya mateso, majini ya mateso, majini ya mateso, ninakuamrisha chukua mizigo yako na wende. Chukua mizigo, chukua mizigo, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka. Chukua mizigo yako, chukua mizigo yako nende. Spiritual husband, spiritual husband, spiritual husband, mume wa kiroho ambao umemilikishwa, mume wa kiroho ambao umemilikishwa, ninakukamata katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho.
ninakukamata. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Baba, fungua mbingu, fungua mbingu, achilia radi ya moto, 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 achilia radi ya moto. Haya, moto ndio huu, moto ndio huu. Ishiwa na nguvu na uende kuzimu, ishiwa na nguvu na uende kuzimu. Nasema ishiwa na nguvu na uende kuzimu, ishiwa na nguvu na uende kuzimu, ishiwa na nguvu na uende kuzimu. Anza kuhangaika, hangaika sasa, hangaika na uende, hangaika na uende, hangaika na uende, hangaika na uende kuzimu, 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 hangaika na uende kuzimu. Haya, chomeka, 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 chomeka. Haya, achia maisha yake, achilia roho yake, achilia nafsi yake, achilia maisha yake, achilia nafsi yake, achilia roho yake, achia, achilia, achilia katika jina la Yesu. Chomeka, haribu, bomoa kila madhabahu, chini la mateso. Ninakuamurisha, chukua mizigo na uende, chukua mizigo na uende kuzimu, chukua mizigo na uende kuzimu, chukua mizigo na uende kuzimu. Haya, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu. Grace toka hapo, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu. Haya, chukua mizigo, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu. Haya, chukua mizigo, chukua mzigo. Basi mwekelea mkono kwa tumbo, nenda kuzimu, nenda kuzimu. Haya, nenda kuzimu. Kila roho ya kichawi, any spiritual husband, yes, majini ya kukuweka mimba, mimba za kichawi, kuanzia sasa toka na uende kuzimu. Nasema toka na uende kuzimu, toka na uende kuzimu. Nasema toka na uende kuzimu. Hangaika na uende kuzimu, hangaika na uende kuzimu. Haya, nenda kuzimu, toka na uende kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu. Lia na uende kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu, nenda kuzimu. Haya, toka na uende na kuchoma na moto wa Roho Mtakatifu. Anza kuchomeka, chomeka na uende, chomeka na uende, chomeka na uende. Kila kifungo, majini ya mateso, jini la mateso, jini la mateso, jini la mateso, jini la mateso, na kuamurisha toka na uende kuzimu, toka na uende kuzimu katika jina la Yesu. Achia maisha yake, achia roho yake, achilia nafsi yake, achilia maisha yake, achilia familia yake, achilia mtoto wake katika jina la Yesu. Achilia kila roho iliyounganika na nguvu za giza, maisha ya kumilikiwa na mtoto na kuzalishwa watoto wengine katika ulimwengu wa kichawi. Toka katika jina la Yesu. Toka, achia maisha yake katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Mwachilie sasa, mwachilie sasa, mwachilie sasa, mwachilie sasa. Kila vifaa ulivyovalishwa, vazi ulivyovalishwa ya kichawi, pete ulizovalishwa vya kichawi, marine spirit, yes, marine spirit, achia maisha yake. Tunakuharibu, tunabomoa katika jina la Yesu. Tunaharibu kila kitu, tunaharibu mipango yote ya kichawi katika jina la Yesu. Na kama kuna yeyote mwingine hapa ambaye anapitia mambo kama hayo, katika jina la Yesu tunapoombea huyu pindi ambaye anaitwa Nafula, kila mmoja akaachiliwe ambaye amekamatwa na maroho ya kichawi ya spiritual husband, spiritual wives. Ninatuma moto wa Roho Mtakatifu, kila mmoja akaachiliwe na akawekwa huru. Asante Baba, asante Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa miguu yako ifunguliwe, kizazi chako kifunguliwe. Njia zote za kuzimu ambazo zilizoelekezwa kwako, tunatangaza ya kwamba zimefungwa. Netiwaka yoyote ya kuzimu tunaikata. Netiwaka yoyote katika ulimwengu wa roho tunaikata. Mawasiliano yoyote, barabara zote za kuzimu, mambo yote na magano yote kuhusiana na maisha yako, kafara zilizotolewa, tunachoma na moto wa Roho Mtakatifu. Tunaharibu katika jina la Yesu. Tunachoma kila madhabahu, tunavunja na kubomoa kila agano katika jina la Yesu. Kila agano iliyofanyika, iwe ni usiku, mchana au asubuhi au usiku wa saa 3, tunaharibu na kuangamiza katika jina la Yesu.
na kunywesha damu ya Yesu ikaleta utakaso katika maisha yako. Amen. Amen. Bwana ametenda. Haleluya. 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 Unasikiaje mwili wako? Hapo kwa kichwa unasikia nini? Hapo unasikia uzito. Na tumbo? Kuna shida ilikuwa kwa tumbo? Kuna kitu ulikuwa unasikia kwa tumbo? Nini? Na saa hii? Nasikia umetoka. Okay. Sasa tunataka Mungu akaondoe hiyo roho inapigana na nyota yako. Roho inapigana na nyota yako. Na mahali wakati uliteseka ukaona kama umekataliwa, unateswa. Mungu anataka kuondoa hicho kikombe cha mateso. Uishi kwa amani na uwe kwa faida kwa wanao unaokaa na wao. Na Yesu asifiwe. So huo uzito uko kwa kichwa, naomba kwa jina la Yesu. Hiyo roho ambayo imekalia kwa kichwa na kuhamisha sasa kwa jina la Yesu. Chukua mizigo yako na uende. Achilia kichwa chake kwa jina la Yesu. Ninakuchoma na moto wa Roho Mtakatifu. Ninakuchoma na moto wa Roho Mtakatifu. Achilia kichwa chake, achilia akili zake. Biblia inasema mwizi huja wa kuiba, kuharibu na kuua. Na Yesu akaleta uzima, akaleta uhai. Wacha damu ya Yesu sasa ianze kufanya kazi. Na upasuaji wa Roho Mtakatifu uanze kufanya kazi kwa hicho kipaji. Yes, huo mstari waliochora hapo. Hiyo daraja waliotengeneza hapo. Hiyo ngome waliotengeneza hapo kupitia kwa uso wako, kupitia kipaji, kupitia akili zako, kwa kutumia nywele walizozishika. Achia nywele zake, zirudishe. Rudisha nywele zake. Nasema rudisha nywele zake. Nasema mrudishie nywele zake. Mrudishie maisha yake. Roho ya kuonewa, roho ya kuonewa, roho ya mateso, achia maisha yake katika jina la Yesu. Achilia maisha yake. Achilia maisha yake. Achilia nywele zake. Achilia hatima yake katika jina la Yesu. Kuanzia leo uitwe mbarikiwa. Kuanzia leo uitwe mbarikiwa. Enda na Mungu akakuonekanie. Naomba kibali chake, kibali cha Mungu kiwe nao kuanzia sasa. Na hiyo bidii yako ulio nayo Mungu akakuonekanie. Hiyo bidii ulio nayo ya kutafuta Mungu akakuonekanie. Kila jini la mateso, kila roho ya mateso na kuhamisha na kutuma kuzimu katika jina la Yesu. Na sambaratisha mipango yako juu ya maisha haya ya huyu binti. Kuanzia leo huyu nammilikisha kwa Yesu. Nammilikisha kwa madhabahu ya Mungu. Nammilikisha kama dhabihu iliyo hai kwa Roho wa Mungu. Yes, na kwa damu ya Yesu, kafara ya kipekee ya damu ya Yesu ikafanye kazi na maisha yako. Kuanzia sasa na kutangazia huru, umefunguliwa. Amen. Amen.